Naam, ahlan wa sahlan. Hii leo tuko katika hoteli ya Forest Dreams na tumeweza kufanikiwa tu kumpata Profesa Hamadi Boga. Kwa wale ambao wanamjua na wasiomjua, Profesa Hamadi Boga amekuwa ni msomi, amekuwa ni mhadhiri na vilevile ameweza kuwania siasa katika kiti cha ugavana katika kaunti hii ya Kwale, na ataweza kutuelezea zaidi kuhusiana tu kwa kifupi tu na historia yake, masuala mengi tu kumhusu na jinsi mwaka huu unavyompeleka, na vilevile tutaweza gusia masuala ya kisiasa. Karibu katika mazungumzo yetu Profesa. Asante Tobias, nafurahi kwamba tumeanza mwaka pamoja. Sijui mwaka wa 2026 unakupeleka vipi? Nashukuru, afya nzuri, mzima, na tunashukuru Allah kwamba ametuwezesha kuona mwaka huu wa 2026. Pia tunaomba Ramadhani inakuja, pia tufunge salama, tumalize salama na tuendelee kujitayarisha na mwaka unaokuja ambao utakuwa mwaka wa mbio tena. Naam. Unachukuliaje kifo cha alikuwa kinara wako Raila Odinga? Ile ilikuwa pigo kubwa sana. Yule mzee alikuwa sawa, ni mzee ambaye tulikuwa tunakaa tunaongea, ni mzee ambaye tulikuwa tunampenda. Naam. Na kama ulivyoona wakati wa kifo chake na mazishi yake, nchi nzima iliingia baridi. Naam. Kwa hivyo najua siasa ya Kenya haitakuwa vile tena bila Mheshimiwa Raila. Naam. Kama unavyoona kuna sumba huko ODM, nchi bado haijatulia. Kwa hivyo ni kitu ambacho kitachukua miaka kustabilize na kupata mtu kama yule tena katika hili taifa la Kenya, ambaye alionyesha katika siasa yake usubira kubwa sana. Mbali na changamoto alizopata za kisiasa, disappointments, mapigo, lakini bado aliweza kusimama na kuhakikisha kwamba nchi inatulia, na kuhakikisha kwamba nchi inapata katiba mpya. Kwa hivyo ijapokuwa hakuwa rais, lakini mchango wake katika taifa hili ni mkubwa sana. Na Mungu amrehemu, amlaze pazuri. Kidogo tunajua una kofia nyingi tu na tutakuja hapo katika tukijadili labda wosia wako. Lakini ningetaka tu kujua, tangu uchaguzi mkuu uliopita hatuja kuona sana. Yabidi tutafute riziki. Kwa hivyo kutembea mashinani huwa tunatembea, lakini chini ya maji. Tunazungumza na watu wetu, tunaweka network zetu ziwe bado ziko hai. Na huwa napatikana nyanjani. Hata hii wiki niko humu nyanjani, natembea kuzungukia wale washikadau wetu. Alafu kuna kipindi kidogo nilipata mtihani wa afya, lakini niko sawa. Na tunaendelea vizuri. Kwa hivyo kadiri tunavyoendelea katika kusogelea 2027, tutaona activities nyingi sana tukizungukia Wakwale na tukiongea nao. Na pia saa ingine baada ya siasa inabidi ujipumzishe, utathmini, ufikirie ni sehemu gani ambayo pengine ilipungua, ili ukiingia tena wewe unaingia na style ingine na uweze kutafuta ufanisi. Kuna watu wengi wanakufuatilia tu sana na wangependa tu kujua kuhusu Profesa Hamadi Boga ni nani? Profesa Hamadi Boga ni kijana wa Diani. Nilizaliwa Diani, sehemu ya Mwaroni ile, lakini baada ya miaka miwili tukahamia sehemu ya Mvindeni hapa. Kwa hivyo tukakulia Ukunda Settlement Scheme, wakati ule iligawanywa 1967. Wazazi wakapata shamba huko, kwa hivyo tukahamia kule. Tukawa ndio watu wa kwanza kusettle hapo Ukunda Settlement Scheme. Tukaingia shule hapa Mvindeni Primary, ambapo ilikuwa ni nyumba ya mzungu, ikabadilishwa ikawa primary school. Kwa hivyo tukaanzia hapo kama 1974. Niingia pale standard 1 na nikasoma pale. Nilipomaliza pale nikaenda Taita kule Voice Secondary, nikasoma form 1 to 4 hapo Voice Secondary. Mwenyezi Mungu akanijalia nikaingia Kenyatta Mwatate form 5 na 6. Alafu nilipomaliza hapo nikaingia KU, nikasomea somo la biolojia. Alafu nikarudi KU tena kwa ufadhili wa nchi ya Ujerumani, nikafanya masters yangu pale ya biolojia tena. Alafu nikaenda Ujerumani kusomea biolojia. Kwa hivyo mimi ni mwana biolojia wa miaka mingi.
Nilisoma Ujerumani mwaka wa 96 mpaka 2000. Nikarudi tena Kenya kwa mapenzi yangu, nikaja nikawa mhadhiri katika chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta. Nikapanda ngazi pale mpaka nikawa profesa, kuanzia position ile ya chini kabisa ya assistant lecturer. Kwa hivyo ilinichukua kama miaka 7 hivi kuwa full professor. Kwa hivyo mpaka sasa bado ni profesa wa Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. Na wakati niko Jomo Kenyatta ulikuwa ni kipindi ambacho kila sehemu ya Kenya inahitaji vyuo vikuu. Wakati wa serikali ya Mheshimiwa Kibaki alikuwa ameazimia kwamba kila sehemu ya Kenya iwe na university. Kwa hivyo sisi wa Pwani tukapigania university zetu, tukazipata kwa mpigo university 3. TUM ilikuwa ni chuo cha ufundi, kikapandishwa daraja. Alafu Pwani ilikuwa ni chuo cha kilimo, kikapandishwa daraja, kikawa chuo kikuu. Alafu kulikuwa na chuo kimejengwa kule Voi, kinaitwa Taita Taveta Teachers College, lakini kulikuwa hakijachukua wanafunzi. Kwa hivyo tukaenda pale, tukapewa majukumu, mimi nikapewa jukumu la kuanzisha kile chuo kama chuo kikuu cha Taita Taveta. Kwa hivyo tukapambana kutoka 2007 mpaka 2018. Nikawa nasimamia hicho chuo. Kwa hivyo karibu ni miaka 10. Nikakikuza kutoka ilikuwa ni campus ya Jomo Kenyatta mpaka kikawa chuo kikuu kinachojisimamia chenyewe. Kwa hivyo na specialization yetu ambayo tulisukuma sana pale ni mambo ya madini, kwa sababu wakati ule tulikuwa tunajua madini yamegunduliwa sehemu ya Kwale, titanium. Kwa hivyo tukasema lazima nchi iwe na wataalamu wa madini, kwa sababu 2007 wakati tunaanza hizi shughuli kulikuwa na wataalamu wawili wa madini, wale mining engineers. Na walikuwa wamesoma zamani huko Romania. Kwa hivyo walikuwa wameshastaafu. Kwa hivyo tukawatoa kwenye kustaafu, tukawaleta, tukawaambia sasa itabidi mfundishe hao wengine. Kwa hivyo tukaanza na wao, tukafanya ushirikiano na serikali ya Ujerumani, tukaletewa maprofesa kutoka Ujerumani, kutoka India, kutoka South Africa, tukatayarisha wale vijana na alhamdulillah tulifanikiwa. Saa hizi tunavyoongea mining engineers hawapungui zaidi chini ya 600 wako. Na wengi wametoka Taita Taveta University. Na nashukuru kwa sababu wakati base inaendelea pale, vijana wengi wa Taita Taveta walikuwa pale kama wataalamu wa sehemu mbalimbali za ile shughuli ya uchimbaji wa madini. Mpaka upande wa accounts, upande wa procurement, walikuwa ni vijana wa kutoka Taita Taveta. Kwa hivyo nashukuru, hiyo ndio safari. Alafu baada ya 2018 wakati Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alipochaguliwa mara ya pili, akaniteua kama katibu katika Wizara ya Kilimo. Kwa hivyo nikahudumu pale miaka 4 na nilihudumu vizuri, na mambo mengi katika Wizara ya Kilimo tuliweza kubadilisha, tukaleta reforms ambazo zilikubalika katika serikali na pia kimataifa zilikubalika. Na 2022 nikatoka nikaingia kwenye siasa. Kwa hivyo tukapambana, hatukufaulu, lakini bado tupo. Nilipomaliza siasa nikaandikwa na shirika la AGRA, Alliance for a Green Revolution in Africa, kama naibu wa rais wa hilo shirika anayesimamia programs. Hili ni shirika ambalo lilianzishwa na Mheshimiwa Kofi Annan baada ya kutoka UN. Alipostaafu akasema shida kubwa ya Mwafrika ni ukosefu wa chakula. Kwa hivyo akasema lazima tuanzishe shirika ambalo litasaidia serikali za Afrika kutengeneza hii sekta ya kilimo, ndio Waafrika waweze kujilisha, Waafrika waweze kuzalisha ya kutosha, pia kuexport na kuprocess, kwa sababu bado ile revolution ilikuwa bado haijaingia vizuri. Kwa hivyo kwa sasa niko hapo. Alafu naona pia tukifuatilia Facebook umekuwa nutritionist. Unaelezea watu jinsi vyakula nafaa wajua sasa vitamini. Wajua ile ni hobi yangu, kwa sababu
na wakati kidogo nilikuwa nimekuwa mzito sana. Kidogo naona hata kwa nimekuwa mzito sana. Unajua sisi wa Afrika saa nyingine ukinenepa ndio unaonekana kama umefaulu, lakini kule kunenepa, obesity ile ni ugonjwa mkali sana, kwa sababu huwa unaleta magonjwa mengine kama sukari, unaleta magonjwa mengine kama pressure. Unachokesha miguu kwa sababu miguu unaipa weight zaidi ya vile ambavyo inaweza kubeba. Kwa hivyo ni muhimu wakati tunakula chakula tuchague. Kuna vyakula vingine kama carbohydrates, zile zinaitwa carbohydrates, huwa zinaleta uzito mkubwa. Kuna viwango ambavyo mwanadamu kwa siku unatakiwa usivipite. Ukivipita vinatafuta mahali pa kukaa humo mwilini, ndio unaona mwili unapanuka, sio afya. Juma lililopita kumekuwa na mjadala mzito sana kuhusiana na, kuna mtaalamu mmoja alisema ugali hausaidii au sima haisaidii chochote mwilini, lakini kuna wenzetu kutoka magharibi mwa Kenya unajua ukiwa wala ugali kwa siku mwanadamu, manake ugali ni carbohydrate, kwa siku mwanadamu anahitaji gramu 400. Gramu 400. Lakini sisi vile tunavyokula ugali unaweza piga ule ugali karibu kilo 2 mtu mmoja. Sasa hiyo mkujitafutia maradhi hiyo. Sasa hakuwa amekosea. Ugali una umuhimu wake kwa sababu ni energy. Lakini sasa ikizidi inabadilishwa inakuwa mafuta. Alafu yale mafuta yanakaa kwenye roho, yanakaa kwenye lungs. Kuna ugonjwa unaitwa fatty liver disease. Alafu mwisho inakuwa sukari, kwa sababu inakuwa mwili hauwezi kusaga ile sukari haraka, kwa sababu ugali ni sukari. Kila kilo ya ugali kama umekula kilo ya sukari. Kwa hivyo ndio watu wanashauriwa wale, lakini wasipite mipaka. Tukirejelea uchaguzi mkuu uliopita, ulikuwa umekaribia sana kwenye utepe. Sijui ni kipi kilitokea na mafunzo yapi ulipata kutokana na uchaguzi huu? Nafikiri changamoto pale ilikuja kwa sababu niliangalia zile draft za kura zilivyokuwa baada ya uchaguzi katika hali ya kutathmini. Na nikaona kuna sehemu ambazo nilikuwa maarufu sana na kuna sehemu ambazo umaarufu haukuwa sana. Hasa katika sehemu ya Kinango na Lungalunga kidogo kule kura zangu zilikuwa kidogo. Kwa hivyo inamaanisha nipandishe umaarufu sana katika sehemu ya Kinango na pia sehemu ya Lungalunga ndio watu wanijue. Kwa hivyo nimeweka focus hizo sehemu mbili. Je, kujiondoa kwa aliyekuwa pia katibu mkuu Safina kuliathiri chochote? Kidogo, kwa sababu yeye alikuwa mtu wa Kinango na pia alikuwa mtu wa Lungalunga. Kwa hivyo tulimtegemea sana. Kwa hivyo kule kwamba alijiondoa pia ilituathiri, kwa sababu ilibidi sasa tutafute mtu mwingine kwa short notice. Na tulijaribu hivyo lakini ilikuwa ni pigo. Na pia katika hizi sehemu ambazo nilikuwa maarufu kura hazikupigwa nyingi. Kwa mfano sehemu zote, wodi zote ni kama walipiga 50% ama 55% highest. Kwa hivyo kama tungepush tu zifike kama 70%, pengine matokeo pia yangekuwa tofauti. Kwa hivyo sehemu kama Tiwi walipiga kama 55%, Ukunda 55%, hapa Gombato Bongwe 55%. Ni kama ilikuwa ni average kwa lenzima. Lakini sasa kama una maarufu sehemu fulani na watu hawatokei, kidogo inakuathiri. Tukipiga darubini na kuweka kwenye ratili serikali ya sasa au tangu tu kuja kwa ugatuzi ya katika kaunti ya Kwale, alama ngapi unaweza kupatia? Mimi naweza kupatia alama kama 4 hivi out of 10. Kwa sababu hawakufocus na yale matatizo nyeti. Walifocus na matatizo ambayo hata NGO wanaweza fanya. Si matatizo yale serikali. Wajua serikali ni mwezeshaji. Ni mtu ambaye anaweka yani nguvu zake nyingi katika kuwezesha sekta fulani zikue. Na zile sekta zikikua ndio
ndio ajira zinatokea, ndio umaskini unapungua. Lakini ukiangalia zile sekta hawakuzigusa kwa sababu walikuwa hawana mtazamo wa kisekta. Walikuwa na mtazamo wa kihuduma. Mtu ni maskini, badala ya kumtoa kwenye umaskini unampatia basari, lakini unamwacha na umaskini wake pale pale. Mtu hana chakula, badala ya kumpatia chakula, badala ya kushughulika na kilimo kikue, unampatia chakula. Lakini sasa anategemea wewe, na wewe huwezi kumlisha 360 days per year. Kwa hivyo ardhi zipo, lakini uzalishaji haupo. Ukiangalia sekta yetu ya utalii pia hakuna vile mwingiliano wa kaunti na hii sekta ya utalii kujua tutaupanua vipi, tutauboresha vipi, ni experience gani ambayo tutataka kumpatia mgeni, na ni vipi ambapo tutaendelea kuvutia wageni zaidi. Kwa mfano kama usalama umedorora humu, vijana wameingia kwenye shughuli za vipanga na drugs na mambo mengine ambayo ni negative kwa utalii. Unakuta hakuna interventions zozote ambazo zinakuja kutoka kwa serikali kwa ushirikiano na vitengo vya usalama kubadilisha hizo hali. Wanaacha tu mambo yanaenda hivi. Kwa hivyo sekta ambazo zingemwezesha Mkwale kukua sioni kama zimepewa kipaumbele. Wameshughulikia sana mambo kama ya ECD, hizo basari, mambo ya kuchangia vikundi vya kina mama ambayo viselea hizo na mambo ya kujenga dispensary, hizo bado ni huduma. Ile mtu bado umemwacha katika umaskini, lakini unajaribu kumhudumia tu, ambapo hiyo hata kanisa wanaweza kujenga dispensary, hata kanisa wanaweza jenga shule, hata kanisa wanaweza jenga ECD, lakini serikali ina majukumu yake ya kikatiba ambayo lazima yashughulikiwe, na hapo ndio naona mapungufu yamekuwa makubwa sana. Tukidondoa sekta zingine kama za maji, miundo msingi kama barabara, unaonaje? Zile ni enabler muhimu, kwa sababu wakati tunaangalia uchumi wa nchi, kuna zile enablers ambazo zinawezesha sekta zingine kupanuka. Kwa hivyo enabler muhimu ni barabara, lakini zile barabara ziwe strategic. Kwa sababu kwa mfano ukiekeza barabara kwenda Shimba Hills na Kikoneni, unajua unafungua hiyo sehemu so that wale ambao wanazalisha kule inakuwa si mtihani kufika sokoni. Kuna juzi nilikuwa sehemu za Tingeti pale nikizungumza na washikadau, wakaniambia mwaka jana maembe yao yalioza barabarani kwa sababu barabara zote zilikuwa mbaya. Kwa hivyo mtu amejaribu, anasaidia kujenga uchumi kupitia kilimo, lakini kwa sababu serikali imesahau majukumu yake ya kuhakikisha kwamba zile rural access roads ziko vizuri, hasa wakati wa mvua, basi unakuta mkulima anaregeshwa pale pale chini. Kwa hivyo upande wa barabara hawajafanya vizuri, kwa sababu barabara wanazozijenga hazina focus. Wanajenga tu mahali ambapo zitaonekana bila kutatua zile shida za msingi ambazo zinasaidia mkulima hasa huko nyanjani kuhakikisha kwamba anafikisha bidhaa katika soko. Na upande wa viwanda, sababu kama ni barabara hizi na ni matunda yanaharibika, pia inafaa iwe kuwa na viwanda. Upande wa viwanda pia wameshindwa kuwa na formula ya jinsi viwanda. Unajua viwanda ni vitu ambavyo vinaletwa na wawekezaji. Serikali haina shughuli ya kuingia kwenye viwanda wao wenyewe. Na unaona wakati wanapoingia huwa ni hasara juu ya hasara, kwa sababu serikali haielewi dynamics ya soko la bidhaa yoyote. Kwa hivyo ukiangalia kule tulikuwa na viwanda vya sukari kama vile Nzoia Sugar, sijui Muhoroni, sijui Chemelil, hizo zote zilikuwa za serikali. Na wakati nilipokuwa katika Wizara ya Kilimo nilikuwa nasimamia, lakini nilikuwa nasimamia madeni, kwa sababu zile kwa ujumla zote vile viwanda vyote karibuni 15 vilikuwa na madeni yasiyopungua bilioni 60. Kwa hivyo vinaumiza mkulima, vina madeni na watu wengine ambao ni wafanyabiashara pia wanaumia. Na
tukajaribu kubinafsisha, lakini kwa sababu ya siasa ikashindikana. Lakini kuna ripoti kubwa ya ndio naona saa hizi vingine vinabinafsishwa sasa hizi. Sugar Task Force report. Kubinafsisha vile viwanda ni muhimu sana kwa sababu ile jukumu unaliweka kwa wawekezaji. Kwa hivyo serikali inapunguza mzigo, inashughulikia yale mambo ya msingi niliyoyasema kama maji, barabara zile ambazo zinafika hizo sehemu, umeme, internet. Hayo ndio majukumu ya serikali. Wazungu wanaita public goods. Zile goods ambazo kila mtu anazihitaji ndio jukumu la serikali. Biashara ni jukumu la wawekezaji. Na shida imekuwa vipi katika kaunti ya Kwale? Sababu tunaona kuna viwanda vingi ambavyo vimefunga shughuli, lakini hakuna vipi ambavyo vimekuja. Best tena mlimaliza. Kuna kiwanda cha kutengeneza viatu hapa Romika kimefungwa, viwanda vya kiwanda cha Moringa, kuna kiwanda kingine cha matunda, vyote vilifungwa. Kuna sababu tofauti. Kwa sababu bezi rasilimali ile imemalizika, kwa hivyo inabidi watoke watafute sehemu zingine. Lakini bado pale kama ile sehemu iliyobakia ekari 6,000 pana nafasi pale ya kufikiria jinsi ya kuleta viwanda. Sasa ni serikali itathmini, ijue tukitaka kuleta viwanda katika ile sehemu, wana viwanda wanahitaji nini, alafu uvilete vile. Kwa sababu ni mwezeshaji, kama ni barabara uiweke, kama uziweke, kama ni kuikata ile sehemu vizuri katika blocks nzuri na ziwe zina barabara, ili yule mwekezaji akija akute mambo yako vizuri. Hiyo inataka kukaa, alafu sasa kule kumarket, kwa sababu ukisema ni kama economic zone, unapeleka kwenye ulimwengu, una market, unaipackage vizuri, una package hii sehemu yetu vizuri, kwa sababu sehemu yenyewe inavutia. Si kama kwenda eka kiwanda kule Konza City, kieka hapa Diani, tuna port hapa, na port Shimoni inakuja, na airport pale. Kwa hivyo una market as a package, kuna SGR, una market as a package. Lakini sioni kama hiyo mijadala inaendelea. Watu bado wanaendelea na ile business as usual. Na ile business as usual haitobadilisha maisha ya Mkwale wala Mwafrika. Na viwanda kama hivi vya upande wa kilimo, bottleneck kubwa pale huwa ni production. Yaani ile kupata ile bidhaa kwa wingi. Najua saa hizi pengine ndugu zetu wa shamba hili wanalia kwamba wana machungwa yanaoza, lakini yanaoza kwa sababu ni aende sokoni akauze pale, alete mengine kesho auze ile polepole, yani ile consumer market. Lakini kama ingekuwa na kiwanda pia yasingetosha, yangesagwa siku moja alafu kiwanda kikafunga. Kwa hivyo lazima umatch production na processing, ujue kiwanda capacity yake ni kiasi gani na production iendelee kiasi. Na mara nyingi ukiona viwanda, kwa mfano viwanda vya korosho hii Kenya vina capacity ya 45,000 tons per year capacity yake. Lakini production ni 3,000 tons. Na ambapo korosho ni wazungu wanaita white gold. It's a superfood ambayo ukiitafuta sokoni huko, ukienda hata huko supermarkets hizo iko ghali sana. Kilo ni shilingi 2,000 ama 3,000. Lakini production hakuna. Kwa hivyo ukiangalia huko hakuna production, na county yetu haina formula how to boost that production. Hakuna formula kabisa, wala hakuna interventions zozote. Na ambapo ni zao ambalo sisi tulisoma kwa sababu ya hilo, na watu walikuwa mna pesa huko, kwa sababu ikifika msimu wa korosho ambao ni around December, kila mtu ana pesa. Ikifika hiyo msimu mwingine ni nazi. Nashukuru kuna kile kiwanda cha nazi pale, nafikiri bado kinaendelea vizuri hapa Mvindeni. Wakati nilikuwa katibu pia nilikitembelea. Kwa hivyo kuna viwanda ambavyo ni hivi vya processing, msukumo mkubwa uingilie katika production. Wakati nikiwa katibu nilileta kiwanda cha pamba pale Makongeni.
shida ni production. Production ni jukumu la county. Pampa zenyewe sizioni. Tulileta ginnery pale. Alafu so shida inabidi sasa wale watafute watafute pamba kutoka Mpeketoni. Sasa hakuna msukumo wa watu wapande pamba. Tulikuwa tunataka kuleta mradi wa processing ya pojo pale. Tukasukuma kwamba tupate wale wakulima wa pojo wafike kama 90,000 waweze kuproduce hizo 90,000 metric tons ambazo zilikuwa ni kiwanda ambacho kilikuwa kitafikia 100 kilikuwa kitagharimu 100 million za World Bank, lakini tulishindwa kufikiza hizo 90,000 metric tons. Ilibidi tunaishilia 20,000 metric tons, mwisho ikafifia. Tulijaribu ile kushirikiana na serikali ya county, lakini unajua jukumu kubwa liko kwenye serikali ya county. Kwa hivyo hicho kiwanda pia ikabidi kizame. Alafu tukaleta hizi warehouses 2 nafikiri, moja pale Kinondo, moja ya sehemu za Kinango, lakini hizo warehouses ilikuwa ni za produce kama mahindi nini. Na pale kupitia mradi wa KSEP KRAL, ulikuwa unaitwa KSEP KRAL, tukawapatia pia mill ili waweze kuanza kuprocess. Lakini changamoto, mahindi yenyewe pia hayako. Inabidi uende Tanzania, uende wapi. Kwa hivyo ile alignment ya production na processing ndio inakosekana. Sababu unaona hata bandari ya Shimoni imekosa mwekezaji baada ya kupata wawekezaji. Kwa sababu lazima kuwe na production. Sasa changamoto yetu kubwa ambayo ipo ni production, na ni jukumu la kaunti ya Kwale, lakini kaunti ya Kwale wakati inawekeza haielewi inawekeza nini. Haielewi ni mmea gani ambapo tuta specialize. Alafu tunaleta knowledge yote pale, tunaleta effort yote pale mpaka watu wazoee. Kwa mfano ukienda mahali kama Mwea ambako wanashughulikia mambo ya mpunga, unaona tauni nzima ni mpunga, hakuna zao lingine, ni mpunga. Okay, kuna tomato, kuna vitu vingine, lakini ile identity ya Mwea ni mpunga. Mpaka ukiangalia, ukiingia supermarket unaona brandi nyingi za mpunga, lakini ukiziangalia chini zote ziko Mwea. Naivasha unapata kuna maua. Naivasha kuna maua. Kwa hivyo lazima tu specialize na area fulani ile ambayo tuko na competitive advantage. Na tuwekeze kama county, tuimarket, tuimobilize, tuiingize katika vichwa vya watu wetu, wawe wakiamka wanafikiria hilo zao. Na shughuli zao zote zinafungamana na hilo zao. Na tuna bahati, tuna competitive advantage katika bidhaa mbalimbali ambazo hazikui sehemu zingine. Kwa mfano hayo matunda ya hapa, nanasi la hapa, embe la hapa, chungwa la hapa liko very sweet. Kwa hivyo sucrose content iko juu kabisa kwa sababu ya jua. Sababu nimeona sehemu pia za Shimba Hills ama Tiribe kule kuna wale wanafanya ukulima wa aloe vera. Aloe vera ile. Ukienda Lungalunga pia kuna wale wanapanda uyoga. Nafasi ipo katika bidhaa nyingi. Aloe vera zile ni za sehemu kavu ambazo hazina maji mengi, kwa hivyo ukizipanda zina survive kule. Na ni bidhaa ambayo inatumika katika mambo ya vipodozi. Na ni bidhaa ambayo iko na thamani pia. Kwa hivyo nafasi ipo, lakini serikali zetu za kaunti bado hazijakaa zikajua tutawekeza wapi na tutaachilia wapi. Wao mara nyingi wakiamka wakisikia ni msimu wa mvua, wataleta mbegu ya mahindi na kuku na mbuzi kidogo. Alafu inaishilia hapo. Alafu hata ukiketi uone kwamba kuna plani ya kwenda mbali. Na hiyo plani ya kwenda mbali ndio plani ambayo lazima tuiketie, tutafutie washikadau wale washirika, ili tukisema tunaenda direction fulani tunatia nguvu zetu hapo vizuri. Na tuwe tumemapu vizuri, tunajua itainua watu wengi kutoka kwenye umaskini na watu waweze kujikimu kimaisha vizuri. Masuala mengine ambayo yamekuwa sugu sana, si katika tu kaunti ya Kwale lakini pia katika ukanda mzima wa Pwani, swala la ardhi, na swala la ufisadi pia. Tukianza na swala la ardhi, je, unaona limetatuliwa vya kutosha? Sababu kuna visa vingi sana
vya ardhi ya umma kunyakuliwa katika kaunti ya Kwale. Naam. Wajua ile swala la ardhi ni siasa, kwa sababu historia yetu imekuwa wanasiasa ndio ambao wanaamua nani atapata ardhi, nani hatapata, na imechanganyika pia na ile. Kwa hivyo system yetu ya ardhi ni kama ambaye the whole system haiendeshwi vizuri, na tulileta National Land Commission, lakini pia wameshindwa nguvu na hao wanasiasa. Kwa hivyo, kwa sababu ardhi ni kama kitu ambacho mtu unaweza kujitajirisha haraka ndio uingie kwenye siasa ama ufanye shughuli zingine, unaona kwamba jinsi panapokuwa na ile giza katika ile administration ya mambo ya ardhi, ndio wale mapokezi wanabenefit. Kwa hivyo ni swala ambalo limejiingiza kwenye giza mpaka kulitatua si kazi rahisi, kwa sababu yule mtu atakayeingia hajui pia hajui arekebishewa, na kwa vile limekaa katika vichwa vyetu muda mrefu, pia sisi wenyewe hatujui shida ilianzia wapi na itatuliwa vipi. Ndio ukaona sasa masquatters mara nyingi wanaingia katika hizo shamba, kwa sababu ile mipango ya kisawasawa ya kiserikali imeshindikana. Kwa hivyo watu wanaingia kama vile ambavyo kila mtu anajua, wanaleta shida mpaka inakuwa sasa inabidi wapewe ile ardhi kama vile Waitiki nini, kwa sababu mipango imekosekana kuhakikisha kwamba hizi ardhi tunazipangia vizuri, wananchi wanapangiwa vizuri, na si jambo gumu, ni jambo ambalo linawezekana, lakini mpaka ile political will iwe ya kusolve hilo tatizo. Na ijapokuwa walisukuma wakati wa kutengeneza hii katiba mpya na tukaweka hizo taasisi kama NLC, lakini mwisho ikawa hizo taasisi pia zinapigwa vita, zinapokonya madarasa. Mwenyekiti mwenyewe wa NLC lakini alitatizika kwa sababu muda wote alitumia pia kupigana na Waziri Ngilu. Kaona sasa kukawa na conflict. Waziri Ngilu, NLC ni independent, lakini sasa Ngilu naye anataka hayo mamlaka na ni mwanasiasa, kwa hivyo anatumia nguvu zake za kisiasa, na wakatengeza sheria zingine tena kupunguza nguvu za NLC, zikapelekwa tena kwa Land Commission, na Land Commissioner watu walikuwa wameona ndio alikuwa ameletwa na tatizo mengi. Hiyo ofisi ya Land Commission ilikuwa imeletwa na tatizo mengi, alafu ikasemekana baadhi ya ardhi zinagatuliwa zinaletwa katika county, lakini pia hizo wizara za county ni hafifu, zinaweza kuwa manipulated rahisi bado na hizo political forces ambazo zimeleta shida. Ndio maana ukaona hata Ndung'u report iliandikwa vizuri, shida zitawekwa mezani za kila sehemu, lakini utekelezaji watu wakaingia mjini. Hata ile Truth, Justice and Reconciliation iliingia mambo ya ardhi, lakini bado suluhu hazikupatikana. NLC ilipokuja iliambiwa ishughulikie mambo ya historical injustice, lakini walizunguka wakachukua maoni, lakini kule kutatua kabisa pia imekuwa mgumu. Gumzo pia ndio ndio sana tangu ilipopita wakati ya serikali ya kaunti ilikuwa mbele ya kamati ya seneti, na masuala kadhaa ndio kubuka ikiwemo kujenga nyumba kadhaa na parliament ndio sasa. Je, ni sawa kutumia hiyo? Saa ingine sisi tunashika wanadamu kuishi, una haja ya kasri kubwa, sababu kasri kubwa utaijenga wakati ukiangalia wale watu unaowahudumia wako vizuri, lakini wakati watoto hawezi kwenda shule, watoto hawana chakula, maskini ni fikiri, ukienda jenga nyumba ya milioni 210, sijui ni ujumbe gani unapeleka. Mambo mengine si ya kufanya. Afadhali ujenge soko la milioni 210 litafaidi watu wengi kuliko ujenge nyumba ukalali ya milioni 10, ambapo hata nyumba ya milioni 10 inatosha, hata ya milioni 15 inatosha. Muhimu ni ile kwamba at least tuwe na nyumba ya gavana
watu wanajua gavana wetu yuko pale, wengi wako pale, lakini sisi saa ingine huwa mambo ambayo jua ya ufahari ambao hausaidii mwananchi wala hausaidii ni kubadilisha hali za sababu katika hayo masoko pia kuna masoko ambayo yamejengwa lakini hadi wale hawajaanza kutumika. Mfano kuna soko pale Msambweni kwenye barabarani. Sasa ile ni poor plan, kwa sababu wakati unajenga kitu kama kile ambacho ni cha umma, lazima ujue najengea kina nani na wale watakao benefit watakuwa wanatoka sehemu gani. Sasa kama pale Msambweni watu wako Bomani na tayari Bomani wameonyesha kwamba kuna soko, kwa sababu kuna mahali wanakutana wanafanya hizo shughuli za soko, ijapokuwa ni nyingi. Sasa kuwatoa pale kuwaleta nyumba sita ni mtihani, ndio maana hawajaja, na ile inaonyesha poor plan. Una plani na hisia badala ya plani na data, because any planning na location ya assets na infrastructure lazima iwe guided na ile population dynamics, vile population. Kwa hivyo pale mahali pa soko pengine ilikuwa ni kule karibu na hospitali Mahembe, ama iwe pale Bomani, ama iwe Kindalani, mahali ambapo karibu na watu wamejaa mbele. Kwa hivyo inakuwa mtihani kufikiria kaufu university, na pale pia ni shamba la Kiswahili, kwa sababu niliona pia walipelekana kupigwa. Kwa hivyo ni very poor planning. Tumekuwa pia na changamoto ya usalama. Kulikuwa na wakati miaka ya MRC kidogo kulikuja mambo ya Al-Shabaab. Sasa hizi kuna vipanga. Swala hili la uchovu wa usalama, nani kinaumiwa na suluhu? Wajua hizi hali, kila hali ina sababu yake. Hali ya MRC ilikuwa ni hali ya kisiasa, ile kwamba hizo issue za historical injustices, marginalization, masuala ya mashamba, na ile kwamba ile mikataba ya wakati wa uhuru ya Samke na Kenyatta haikuwa respected. Kwa hivyo wale walikuwa ni vuguvugu na siasa, wakajieleza hivyo, wakazunguka, wakasikia mambo mengi, lakini mwisho ilififia. Japokuwa halijezi kabisa, lakini ile nguvu yake kidogo imeenda chini. Kwa hivyo lile sana liekeze kwenye siasa, historical injustices, marginalization, ambalo pia katiba ni kama ilikubali, kwa sababu wakati wa katiba ilikubali kwamba kuna sehemu zingine zinaitwa marginalized, na suluhu yake ikawa ugatuzi. Sasa tulipogatuliwa tulisahau kwamba kulikuwa na grievances fulani ambazo ugatuzi ilikuwa ni jibu na irekebishe, lakini wakasahau, wakakimbilia sana upande wa ECD, wakasahau kwamba kuna issues historically ambazo zinataka kujadiliwa na kurekebishwa. Kwa hivyo hilo swala la MRC, swala la Al-Shabaab lilikuwa ni swala la kidini, na wakati study lile ama tunalitathmini, tuliona lilikuwa halina uhusiano mkubwa na MRC. Uhusiano ulioko ni kwamba wote wanatoka sehemu hizo, lakini walikuwa ni harakati tofauti, na wale sana walipelekwa na hisia. Wakati ule kulikuwa na fatwa ilitolewa na Osama bin Laden, na wakati ule ni wakati wa Al-Qaeda na ISIS. Sasa yale makundi yale yalikuwa yana ushawishi dunia nzima katika baadhi ya Waislamu, na watu wakajiona wanaingia kwenye hizo harakati. Vijana wanaenda Afghanistan, vijana wanaenda Somalia, kila sehemu ambazo kidogo kulikuwa na mvutano kati ya Waislamu na wengine. Wao walijiona kwamba jihadi kwenda kule kupambana. Kwa hivyo wengine walienda Syria, wengine walienda
walienda Afghanistan, wengine wakaenda Somalia, alafu waliporudi sasa wakawa wanaleta zile harakati huko na zikaleta mtihani, lakini zile ni harakati ambazo msukumo wake ulitoka na Al-Qaeda na hayo magrupu mengine ya kimataifa ambayo yalifika mpaka yakawa na harakati katika nchi zetu, na ile pia ilikabiliwa kwa njia mbalimbali na naona kutumia na hizo harakati. Hili swala la kupanga ni swala la kijamii, sababu society yetu hali ya umaskini, vijana wengi hawamalizi shule, wamebaki maskani. Nijaribu kutafuta vijana kama 7 months ago, ukikaa ukichambua zile hali, unaona kabisa ni swala la kijamii na ni swala ambalo halimanage kama watu watashirikiana katika wote. Sengine watu wanakuwa frustrated, wanajaribu kutumia, lakini kama ile chini root cause ya address itakuwa zote unasikizana na hawa vijana mitaani, kwa sababu ukija enda katika ile tatizo mama, tatizo kubwa ni umaskini. Mitaa yetu ilikuwa mitaa ambayo kama ni mitaa ya mabanda, watoto wengi wako maskani, watoto wengi wako na uraibu, watoto wengi wamekosa malezi mazuri, na mama zao pengine wameenda Uarabuni, wanakaa na yake, kwa hivyo nyanya anashindwa kumdhibiti, baba hayupo. So hilo tatizo hilo si la usalama kweli, lakini ni la kijamii. Kwa hivyo tusipolifuata kule kwenye jamii tukajaribu kulitatua kule, itakuwa saa zote zile pipeline ya wale vijana kutoka na kuingia kwenye hizi ghasia haiishi. Kwa hivyo tutakuwa saa zote sisi tunapambana na tatizo la kimataifa. Hata ukienda nilichapiti kidogo, ukienda Amerika liko Gesho, ukienda South America ziko, ukienda Malaysia ziko, pengine sehemu ambazo hazina hizo shida ni Uarabuni, kwa sababu mambo yametulia, lakini nao wanaleta hizo shida kama za Al-Qaeda. Lakini lile tatizo la kijamii linahitaji ushirikiano wa serikali ya kaunti, serikali kuu, wanavijiji, wazazi, shule, wakae watengeze community ya kumdhibiti yule mtoto na kuhakikisha kwamba maisha yake yamekamilika. Sababu ukiangalia wengi ni watoto wa tatiza kufanya nini sana. Hata ukimpeleka huko jela, utamhade, sio kwa ati utamrekebisha, kwa sababu warani kana kabisa. Kabla kuzamia siasa, wakati tunazungumzia kuhusiana na dini na masuala ya mlima, alafu pia katika kutoa alama zako ulikuwa umetokea serikali alama 4. Hizi alama 4 unaona wanapata kutoka wapi? Hizi alama 4 sana ilikuwa ni mambo ya basari. Mambo ya basari, pengine huko kule usudi na kule dispensary. Katika zile sehemu ambazo kulikuwa na hizo elimu. Hivyo sehemu tatu ndio naona at least kuna visibility kwamba tumesajili. Tukija kwa madini, tumeleta fumbo joto sana. Madini chimbo ya shukimu. Wajua madini ni rasilimali. Wengine sisi wenyewe wakati tunaishi kwa vile hatuna utaalamu, kwa hatujui kwamba ni rasilimali. Kwa hivyo jukumu la kuamua ni chimbo ama ni sitini linataka watu wafanye. Ile rasilimali thamani yake, faida yake, hasara yake, ndio kiweze kufanya hayo maamuzi. Lakini yanataka watu fulani kujitayarisha, kutafuta wataalamu ambao wataelimisha kaunti, wataelimisha jamii, ndio wakati tunafanya maamuzi tunayafanya kwa tunaelewa tunaamuzi. Na jukumu la kuamuzi of course ni la waziri na Mineral Rights Board. Kwa hivyo wao watafanya uamuzi wao, pengine watapeana license, lakini mining license haimaanishi kwamba tayari itakwenda chini. Inabidi aje kishinani, afanye public participation, aongee na wenye mashamba, kwa sababu lazima apate zile access rights kwa mashamba. Exactly. Atafike afanye ile environmental impact assessment, apate environmental license kutoka kwa NEMA. Kwa hivyo sheria ni nzuri,
wakati Bezi wanaingia ilikuwa sheria ni ya mkoloni, kwa hivyo ilikuwa haina faida kwa Kwale County wala kwa mwenyeji mpaka 2016 ndio sheria ilipobadilishwa, kaleta sheria mpya, ukawa kuna sheria ya madini, sheria ya mazingira, kuna sheria ya maji, ambayo yote hiyo inalinda ile hali ya kuhakikisha kwamba project kama ile haileti madhara. Kwa hivyo lazima zote hizo zipitiwe, tuzisome, ndio tuseme endelea, kuhakikisha kwamba jamii inapata faida yake, inapata mapato, zile changamoto za jamii zote zinakuwa addressed, faida hiyo itaonekana na hiyo itafikia kila mtu, kwa sababu dunia sasa haikubali mining ambayo ni exploitative, ambayo ni extraction, inaacha shida. Kwa hivyo siku hizi watu wamekuwa sensitive. Kwa hivyo mining companies, kwa sababu nazo zinategemea kupata ufadhili kutoka kwa wawekezaji, wanatakikana wao katika ile transparency index ya mining ambayo inawaweka katika kipindi jinsi wanavyoshughulikia masuala ya kijamii. Kwa hivyo nafikiri safari ya kuamua inategemea information ambayo itakuja kutoka kwa wizara, kutoka kwa ile mwekezaji, utafiti ambao walikuwa wamefanya, management plan ambayo watakuwa wameiweka, na ujumuishaji wa jamii katika hizo nafasi, tena ule meaningful engagement, pata ile token kwamba ni za juu meaningful engagement, ili wakati wanafanya maamuzi ni informed decision. Lakini hiyo inahitaji serikali ya kaunti ichukue majukumu yake vizuri, kuelewa ile kuelewa umuhimu wa ile rasilimali, au ina msimamo ambao umekuwa informed na knowledge, na wasiingize siasa za juu posturing, hali ya kwamba hawachukui muda kuelewa ile hali. Naam. Shukran. Tukizamia siasa, utaelezeaje kuhusiana vigogo wafuatao? Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, rais wa sasa William Ruto, viongozi wa upinzani Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua na Fred Matiang'i. Kusema kweli, kwa sasa baada ya mheshimiwa Raila Odinga kufariki, sisi kama wafuasi wake bado tuko njia panda. Na nikisema ati nimefanya maamuzi haya ama yale, itakuwa sisemi ukweli. Sasa hii naangalia tu vile mambo yanavyoenda. Bado sijaona mwelekeo wa haja. Naona kama bado watu wanajipanga, bado zile ideology kuna mkorogo. Hata kwa vile mheshimiwa Uhuru Kenyatta azungumzi sana, hata simuelewi anatakaje wala hataki vipi. Kwa sababu mara nyingi akizungumza anazungumza kwa mafumbo. Kwa hivyo hizi faction zote, pengine faction ambayo inaona kwa vile wako mamlakani ni UDA na ODM, wanatumia ile nafasi ambayo wako kwenye mamlakani kujipopularize huko kwingine katika kila sehemu, lakini pia ile game plan bado haijajitokeza. Na wale wengine kina Rigathi na mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Matiang'i, naona bado pia wako katika ile stage ya forming and norming, bado hawaja, unless pengine labda wamejificha huko ndani walete confusion, lakini bado hawajajitokeza ile hali ya kwamba tunaweza kufanya maamuzi ya kueleweka. Kwa hivyo posture ambayo sisi tumechukua ni kubaki neutral, kuangalia, na alafu pengine baada ya muda tutafanya maamuzi. Hivyo kufikia sasa hujaamua ni chama kipi ambacho? Hata sijafikiria. Sasa hii nafikiria tu kujipopularize. Na sasa hii of course bado niko ODM, sijatoka huko. Bado tuko ODM, lakini kama unavyoona ODM inayumba, hatujui itabaki wala haitabaki, na ile mvutano hatujui itaishilia wapi. Kwa hivyo pia tunaangalia kwa tahadhari. Na nimekuona pia mara nyingi mnazungumza na mnatembea na alikuwa kwa mshindani wako aliyemaliza watatu baada yako, Engineer Lunganzi. Sijui kuna nini kinachopikwa? Ni katika hayo mahesabu, kwa sababu mheshimiwa Lunganzi alipata kura nzuri, karibu
47,000, nikapata 54,000 na mama Chani akapata 59,000. Kwa hivyo sisi baada ya uchaguzi tulikaa tukazungumza. Kabla ya uchaguzi tulikuwa hatujuani vizuri na Mheshimiwa Lunanzi. Kwa hivyo tukachukua azma ya kujuana, kuzungumza, kukawa na msukumo pia kutoka jamii kwamba tufanye kazi pamoja. Lakini wajua kufanya kazi na mtu lazima umjue interests zake, umjue ideolojia yake, uangalie compatibility. Wajua saa nyingine mwaweza kwa pamoja lakini mkawa hamko compatible. Mkiingia mkaanza kuvutana. Sababu kichama pia ilikuwa tofauti kwa yuko hata sasa bado yuko paa. Kwa hivyo katika ile kuzunguka pamoja na kuzungumza ni katika kule kujuana na kuelewana na align our thinking na interest na agendas. Ili tukitoka pale tunajua agenda ni moja, interest ni moja, focus ni kuhudumia Wakwale. Kwa hivyo tuko katika hiyo hali, ndio maana tutazidi kutembea pamoja, lakini sio kwamba ati tumeamua. Sababu ukiangalia mitandao hasa za Kwale kuna msukumo sana pia kutoka kwa wafuasi wenu. Msukumo upo, si kwa mtandao peke yake. Hata kwa ground tukitembea, nikikaa na wazee sasa wananiuliza, ama hata kina mama wanauliza, vipi ushirikiano na Lunganzi? Kwa sababu mkishirikiana tu basi mtakuwa saa moja asubuhi. Kwa hivyo hiyo inatupa matumaini na pia inatupa msukumo kwamba kama hatutashikana tutadisappoint watu wengi. Kwa hivyo tupo katika hali ya kuzungumza na tunaomba Mungu atuwezeshe tuje pamoja na tuweze kuwahudumia Wakwale. Sababu kando na kule kufanya kazi pamoja, kuna pia swala la wengi wanasema uchaguzi unaokuja utakuwa wa gharama ya juu sana na inahitaji kuwa umejipanga sana na fedha, mali. Uchaguzi wote una gharama. Na utapata labda kwa wale ambao wamekalia kiti saa hizi imewasaidia sana. Uchaguzi wote una gharama, lakini nafikiri kitu ambacho itabidi tuwafundishe raia wetu ni kule kuwa na msimamo na kuwaeleza kwamba changamoto nyingi za maisha ambazo wanazipata ni kutokana na uongozi mbaya. Kwa hivyo pia mbali na ile rasilimali kutumika, kwa sababu ni muhimu kuorganize logistics, lakini sana wapige kura kulingana na kuelewa kwamba hawa wenzetu ambao wako kwenye kinyang'anyiro ni nani ana uwezo na hamu na upendo na kaunti kuhakikisha kwamba analeta mabadiliko. Ili isiwe tu ni ile kupeana pesa tu, ile kutumia pesa tu ndio kigezo peke yake. Kwa hivyo sisi tutajaribu kadiri ya uwezo wetu kutafuta rasilimali ili tuweze kuwa competitive, lakini pia tutaweka agenda ambayo Mkwale ataikubali. Japo haijatangazwa rasmi, tumeona tayari wanasiasa wanaanza kampeni kuanzia kwa rais juu. Sijui wewe rasmi ni lini? Hakuna rasmi. Rasmi ni wakati ambapo IEBC itasema hivi sasa ni rasmi. Kwa sasa ni ile hata wao wanaozunguka hawasemi kwamba wako kwenye kampeni. Wanasema wanapeleka maendeleo. Kwa hivyo sisi toka uchaguzi uishe bado tumekuwa in touch nao watu wetu, tunazunguka. Kama ni harusi twenda, kama ni matanga twenda, kama ni harambe ama hafla twenda, na tukifika kule tunazungumza siasa kidogo, kuwaonyesha watu kwamba bado tupo na waendelee kuwa na matumaini. Kwa hivyo hiyo process inaendelea, ni vile kila mtu ana style yake. Haujaitwa hata na serikali ya sasa kama unaweza jiunga nao ama uka step down? Hawajaniita. Naam. Hawajaniita. Wale ambao tumekuwa tukiinteract nao ni kabla hajafariki Mheshimiwa Raila. Kwa hivyo alipoingia kwenye broad based, nasi tukaa kambe tuko mle broad based kwa sababu yeye ndio kinara wetu. Sababu katika hiyo broad based pia kumekuwa na mjadala kuwa hii swala la zoning. Wakasema kwa kuwa wanasema Kwale ikuwe ni UDA, Mombasa, Kilifi ni ODM. Sijasikia, lakini kama itakuwa hivyo itakuwa tutareact accordingly. Kulingana na vile ambavyo watapanga. Kwa sababu Wakwale lazima wawe na choice. Haiwezi kuwa ati
choice kosekane. Na choice hapa ni mimi, Mheshimiwa Lunganzi na Fatuma. Sisi watatu ndio, kwa hivyo lazima tuwe pale ndani ya debe. Haya, tukimalizia, hata kama ni kwenda na shirikisho itabidi kivyovyote lazima muwe. Tukimalizia, usipokuwa katika shughuli hizi zote, hauko kwenye siasa, si mhadhiri, hauko wapi, shughuli gani sana ambayo unapenda kufanya? Mimi na talents nyingi na mambo mengi. Kwa sasa mimi ni nafanya kazi na shirika la AGRA kama nilivyosema. Kwa hivyo muda mwingi unatumika kusimamia program za AGRA. Ambayo mambo ya kandanda hii hauko sana. mambo ya kandanda nili step aside kidogo. Lakini mimi katika uwanja wa mpira, sababu nasikia ulicheza sana. Nilicheza na nilikuwa ni shabiki mpaka sasa wa Real Madrid. Japokuwa mara nyingi tunalemewa na Barcelona, lakini Real Madrid ndio imekuwa timu yangu pale Uhispania. Huku Ujerumani timu yangu imekuwa ni Bayern Munich. Na huku Uingereza timu yangu imekuwa Liverpool. Kwa hivyo hizo ndizo timu ambazo nashabikia. Alafu kimataifa ni shabiki mkubwa sana wa Argentina. Chakula gani ambacho napenda sana na wakati gani ambao unajumuika na familia? Mimi na watoto 3 wa kike, naishi nao kule Nairobi. Wako shule, 2 wako college, mmoja anafanya kazi kule Nairobi. Kwa hivyo saa zote niko nao, jioni tuko pamoja, weekend tuangia kwenda out kidogo, pengine dinner, vitu kama hivyo. Kwa hivyo saa zote niko nao, na nikija nyumbani mimi mara nyingi nakutana na family pale nyumbani. Ile family ndogo na pia ile family kubwa. Hata jana tulikuwa na kikao na family kubwa, wazee kutoka Tiwi, wazee kutoka Kinondo, wazee kutoka Diani, tukakaa at least kujuliana hali. Kwa hivyo saa zote tuko pamoja. Alafu masuala ya kijamii pia nimo, mambo ya hafla za madrasa, mambo ya misikitini, ijtimai kubwa ile ya Diani mara nyingi wanasimamia, mambo ya Congo Mosque. Kwa hivyo hiyo naifanya kama mwanajamii kuhakikisha kwamba na mchango wangu. Mambo ya kuzungumza na wanafunzi, mambo ya karia nimeifanya sana mpaka sasa, naiendeleza. Juzi tulikuwa pamoja pale Kayatiwi kuongea na wanafunzi, na mambo ya kupanga hawa vijana, kwa sababu vijana pia wakimaliza college huwa wana changamoto sana za kutafuta kazi. Kwa hivyo kuna group ambalo niliunda linaitwa Kwale Graduates, ambapo tuna share zile opportunities za kazi. Mambo ya kuwasaidia pia kule kujitayarisha kutafuta hizo ajira. Mambo ya pia mimi mwenyewe mahali ambapo pengine naweza sukuma, saa nyingine nasukuma ili vijana wapate kazi. Kwa hivyo mambo ya kijamii nayatilia uzito sana, kwa sababu najua east or west, home is best. Labda ushauri wako wa mwisho kwa wananchi wa Kwale? Wananchi wa Kwale wana changamoto nyingi sana. Na ni muhimu wakati wanaishi, wakati wanafanya maamuzi ya kisiasa, wakati wanafanya maamuzi ya kijamii, wafanye maamuzi ambayo yatawasaidia katika zile shida zao ambazo ni nyingi. Hasa huu wakati wa kisiasa, wakati tunaangalia hasa serikali ya gatuzi na viongozi wa Kwale, tuchague viongozi ambao watabadilisha hali zetu. Na wawe wana uwezo kweli wa kubadilisha, wacha ile story tu kwa sababu watu wengine wanajua kujieleza, lakini ni zile sarakasi, sio kwamba hati ana sera zozote ambazo atafanya. Saa nyingine watu wetu wanaghafilika kwa sababu ya watu kama hao, ile kwamba wana vichekesho wana nini, alafu wanaingiza mkono gizani, wanapata viongozi ambao kiukweli wanashindwa kubadilisha zile hali, bali wanazidi kuzifanya ziwe ngumu, kwa sababu jinsi umaskini unavyojikita itakuwa vigumu sana kutoa tena. Kwa hivyo ni rai tu kwamba tuwe kitu kimoja, tupendane, tuishi kama jamii moja, kusiwe na mgawanyiko wa kikabila wala wa kidini. Lakini wakati tunafanya uamuzi
uamuzi wetu uwe unasukumwa sana na uwezo na nia ya mtu kubadilisha hali zetu. Naam. Shukrani Prof, na nakutakia kila la heri. Asante sana. Naam, ndio tamati ya mazungumzo yetu na mahojiano baina yangu na Profesa Idi Hamadi Boga na tumezungumzia maswala mengi tu yakiwemo maswala ya kijamii, maswali ya masomo, maswala ya ajira na vilevile maswala ya kisiasa. Kutoka kwetu hatuna cha ziada.